Ninakusalimu tena katika jina kuu lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na ujumbe ambao ninakuletea tena katika siku ya leo una kichwa kinachosema thamini neema ya wokovu. Thamini neema ya wokovu. Thamini neema ya wokovu. Wakati ya jambo ambalo mtu anapaswa kudhamini zaidi ya kila kitu au zaidi ya maisha mengine, zaidi ya vitu vingine katika maisha, ni jambo ambalo linaitwa wokovu. Iwapo umepata neema ya wokovu, kama umepata neema ya wokovu, nazungumzia ule wokovu wa kweli, umepata neema ya wokovu, unapaswa kuidhamini sana wokovu uliopata zaidi ya kila kitu. Unapaswa kuidhamini hiyo wokovu. Maana yake uitunze sana, uijali sana wokovu. Nitakwambia kwamba kwa nini tunapaswa kuidhamini sana wokovu. Wokovu ni jambo ambalo mtu anapata pasipo hiari yake mwenyewe. Ni kwamba wokovu unakuja kwa neema. Maana yake ni kwamba mtu anajikuta tu amepata wokovu. Leo hii ukiambiwa uelezee ni kwa namna gani, ni kwa jinsi gani umepata wokovu, wokovu ulio nao, ni kwa namna gani umepata wokovu, bila shaka wewe mwenyewe huwezi kujielezea. Unashindwa uweze kwa namna gani uelezee ni kwa jinsi gani umepata wokovu, kwa sababu bila umejikuta tu kuna nguvu ambayo imekusukuma kwa Yesu, kuna nguvu ambayo imekusukuma upate kupokea wokovu. Kuna namna tu ambao wewe mwenyewe unashindwa kuelezea jinsi ambavyo wokovu umekufikia. Lakini hata ukiangalia watu ambao unaishi nao sasa hivi, ukiangalia watu ambao wamekuzunguka, unajikuta wewe uko kama mwenyewe, uko kama ni jamii, uko katika hiyo jamii, unajikuta uko mahali hapo ni kama uko mwenyewe. Kwa hiyo unaona kwamba wokovu haupo kwa watu wengi. Wokovu wa kweli uko kwa watu wachache sana. Watu wachache sana. Unaweza kaa katika jamii yote alafu ukawa mwenyewe tu umeokoka. Ukawa mwenyewe. Kwa hiyo wokovu ni jambo ambalo halipo kwa kila mtu. Halipo kwa kila mtu. Japokuwa wokovu unapatikana kila mahali, lakini sio kwa watu wote. Maana yake ni watu wachache tu ambao wamekusudiwa wokovu. Ni watu wachache tu ambao wamekusudiwa ufalme wa Mungu. Ni kundi dogo tu ambalo limekusudiwa. Ni kundi dogo tu ambalo limekusudiwa. Ndio maana wakati ambapo yule bwana mmoja alimfuata Bwana Yesu akamwambia kwamba je, ni watu wanaookolewa ni wachache? Lakini Bwana Yesu akamwambia jitahidi kuingia katika mlango ule mwembamba, kwa maana wengi watakuja kutaka kuingia wasiweze. Anazungumzia kwamba wengi watakuja kutaka kuingia wasiweze. Lakini pia sehemu nyingine anasema kwamba anasema kitabu cha Mathayo sura 7 pale mstari wa 13, anasema ingieni kwa kupitia mlango ule mwembamba, kwa maana mlango ni pana na njia ni pana inaenda upotevuni na wengi wanaingia. Lakini anasema pia mlango ni mwembamba na njia imesonga inaenda uzimani na ni wachache ambao wanaiona. Kwa hiyo ni watu wachache tu ambao wanapita katika njia kwenda katika ufalme wa Mungu. Ni watu wachache tu, ni kundi dogo tu. Hatuwezi kujiuliza au kwamba hatuwezi kuuliza zaidi ya kwamba kwa nini iwe hivyo, kwa nini iwe ni wachache. Lakini bila shaka ni kwa sababu ya kwamba wokovu ni hiari. Wokovu ni unakuja wakati ambapo una mtu mwenyewe anaamua pokea au asipokee. Lakini sasa watu wengi wamependa giza kuliko nuru. Ndio maana sasa ni wale watu wachache tu ambao wameweza kupokea wokovu. Sasa kama umeweza kupokea wokovu na umetambua kabisa wokovu wa kweli na unao wokovu wa kweli, nazungumzia unao wokovu wa kweli, unapaswa kuweza kudhamini sana wokovu. Kwa hiyo wokovu ni jambo la kudhaminiwa sana, zaidi ya fedha, zaidi ya kila kitu, zaidi ya mambo yote katika hii dunia. Wokovu ni jambo la kushikiliwa sana. Kwa hiyo unashikilia wokovu. Kwa nini tunapaswa kushikilia wokovu? Kwa sababu wokovu ni jambo ambalo mtu anaweza kapoteza. Unaweza kusema kwamba ukishaokolewa basi umeokolewa moja kwa moja. Kuna usemi ambao wanasema hivi kwamba ukishaokolewa mara moja basi mtu hawezi tena kupoteza wokovu. Lakini ukweli ni kwamba mtu anaweza kupoteza wokovu asipojali wokovu. Maana yake asipodhamini wokovu anaweza kupoteza. Kwa hiyo tunapaswa kuidhamini wokovu. Tunapaswa kudhamini wokovu sana, kwa sababu wokovu umekuja tu kwa neema. Unakuja tu kwa neema. Ni watu wachache, ni wewe tu unajikuta umepokea wokovu katika familia yako yote au katika jamii yako yote. Sasa usipodhamini wokovu, maana yake unakuja jua maana sahihi ya kuokolewa ni ipi, maana sahihi ya wokovu ni nini, maana ya neema. Utakuwa hujajua, unaichezea hiyo neema kwa sababu utakuwa hujaijua. Wokovu ni jambo ambalo limepatikana
limepatikana kwa vile ambavyo Mungu mwenyewe alikusudia. Maanake wokovu, kupatikana kwa wokovu ilipaswa Yesu Kristo alikuja hapa duniani, akafa msalabani, akasulubiwa. Kwa hiyo wokovu ambao tunao sio kwamba umetokea tu hivi, ni kwamba kuna mmoja ambaye amemwaga damu yake pale Calvary, amemwaga damu. Kwa hiyo ilipaswa damu imwagike ili tuje tupate kitu ambacho kinaitwa wokovu. Kwa hiyo alipitia yale mateso yote. Bwana Yesu Kristo alipitia mateso yale, alisulubiwa, akatundikwa pale msalabani, akapigwa misumari pale inchi 6. Yale mateso, hamna mwanadamu ambaye sasa hivi anaweza kusimama na yale mateso. Yale mateso, hamna komando yote ambaye anaweza kusimama, kwa sababu anasema kwamba uso wake uliharibiwa zaidi wanadamu wote mbinguni. Uso wa Yesu Kristo. Kwa ajili gani? Kwa ajili sisi tupate kitu ambacho kinaitwa wokovu. Sasa unapopata wokovu alafu unakuja baadaye haudhamini, haujali, maana yake ni kwamba hapo naikanyaga ile damu ya Yesu Kristo ambayo imemwaga pale msalabani. Unaona kwamba ni kitu ambacho sio kitu. Unaona kwamba ni kitu ambacho haina maana. Unaona kwamba wokovu ambao umepokea haina maana. Unakuwa hujali. Lakini maandiko yanasema kwamba kitabu cha Waebrania, neno la Mungu nasema kitabu cha Waebrania sura ya 3 na mstari wa 2, anasema sura ya 2 mstari wa 3, anasema sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii, ambao kwanza ulinenwa na Bwana kisha ukathibitika kwetu na wale waliosikia. Anasema sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Hilo ni swali. Kwa hiyo tunawezaje kupona kama hatujajali wokovu mkuu namna hiyo ambao umeletwa, alafu tukaja tukaidharau, tukaipuzia, tukaacha kuishikilia, tukapoteza? Tutawezaje kupona tena? Tutawezaje kusalimika tena? Kwa hiyo tunapaswa kuidhamini wokovu kuliko kila kitu kingine, kila chochote ambacho mtu anaweza akawa anadhamini. Unaweza ukawa unashikilia sana ndoa yako, ni vizuri kushikilia vizuri. Unaweza ukawa unashikilia manake ni kwamba unaweza ukawa unashikilia sana, unaangalia ndoa yako isiharibike, na ni jambo jema. Lakini pia unaweza kuwa unashikilia fedha zako na kazi yako isiharibike, ni jambo nzuri. Unaweza kuwa unashikilia elimu yako labda, au unashikilia chochote kile ambacho unakishikilia sana, lakini unapaswa kushikilia wokovu zaidi ya mambo yote. Unashikilia wokovu zaidi ya kila kitu. Maanake unashika. Anasema kitabu cha Wafilipi kwamba tunatakiwa tuitetemekee wokovu. Yaani wokovu ni jambo la kutetemekea. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 12 anasema, basi wapendwa wangu, kama vile mlivyotii siku zote, si wakati mimi nilipokuwa hapo tu, bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwa hapo, utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. Unatimiza, anasema utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. Kwa hiyo wokovu ni sio jambo la kushikilia tu, kwamba sasa unaamua leo unasimama katika wokovu, kesho unarudi, alafu kesho unarudi. Yaani unakuja unarudi, leo unaenda kanisani, alafu Jumapili nyingine uendi, au siku nyingine uendi. Unakuwa unategea, unakuwa unatoa udhuru katika mambo ya wokovu, unachezea wokovu, unapuuzia wokovu, haujali wokovu. Leo hii hauombi. Yaani kutokuomba, kutokusoma neno, kutojishughulisha na ibada, huko ndo kudharau na kutodhamini wokovu. Kwa mtu ambaye anadhamini wokovu ni mtu ambaye kila wakati wote yupo katika kuomba. Hawezi kuthubutu hata siku moja ipite hajaomba. Huyo mtu anajali wokovu. Hawezi kuthubutu wiki nzima kabisa hata hajafunga siku moja. Huyo mtu anajali wokovu. Hawezi kuthubutu kutokusoma neno la Mungu. Haijalishi kwamba ana mambo mengi, ratiba zimeingiliana. Huyo mtu anajali wokovu. Huyo mtu anajali wokovu. Hawezi kutoa udhuru yoyote kwamba aende ibadani au asiende, kwamba leo ameamka anaumwa, sijui anajisikiaje, sijui leo kuna mvua, sijui leo atoe udhuru yoyote. Hawezi kuruhusu chochote kiingilie ratiba yake na Mungu. Huyo mtu anajali wokovu. Lakini mtu mwingine ambaye hajali wokovu, anaona tu kama haina shida, anaona tu leo nisipoenda kanisani haina shida, anaona tu leo nisipoomba mambo mbona yanaenda tu vizuri. Huyo mtu hajali wokovu. Huyo mtu huenda bado hajaelewa maana ya neema wokovu. Neema wokovu ukija ukaidondosha neema wokovu, haiwezi kurudi tena. Maana yake ni kwamba hauwezi tena kusema kwamba utaweza tena baadaye kupoteza wokovu alafu ukapata kuja kurudia tena. Ukishapoteza wokovu ndo basi
Unaona, ndio basi unakuwa tena kama mtu ambaye hajawahi kuamini, na wala tena hautaweza tena kuja kurudia kuamini neema, wokovu, kumwamini Yesu, yaani kuamini Mungu. Hauwezi tena utakuwa kama watu wengine ambao hawana neema. Unaona, hautasikia tena chochote. Huyo mtu ambaye amerudi katika imani. Unaona, kwa hiyo hatupaswi kurudi kabisa. Hatupaswi kurudi wala kuonesha dalili ya kurudi kabisa. Unaona, maana yake kurudi, hatupaswi kurudi na kuachilia wokovu. Kwa sababu kitabu cha waraka ya Yuda anasema mstari wa 3, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana anasema wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, niliona imelazimu kuandikia ili niwaonye kwamba mshindanie imani walivyokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Anasema mshindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Kwa hiyo hii imani ya kumwamini Yesu Kristo tumekabidhiwa tu mara moja, sio jambo ambalo lipo kila muda kwamba leo unayo alafu kesho unaacha alafu kesho tena unakuja kuiamini. Ni mara moja tu. Kwa hiyo unashikilia wokovu sana, kama vile mtu ambaye anashikilia mayai anavyobeba katika usafiri, anashikilia yale mayai vizuri. Baby tu, labda baby tu kwa kutokuwa na busara, anashikilia vizuri kwa utaratibu sana, ili mayai yale yaweze kufika salama. Ndivyo wokovu unavyoshikiliwa kama yai, unashikilia kwa maombi mengi ya mifungo na mikesha, unashikilia kwa kusoma neno, kwa kuwashuhudia wengine habari hizi za neema, wokovu, wapate nao kujua, unashikilia. Kwa hiyo unajali sana, usiruhusu kitu chochote kije ingilie ratiba yako, ratiba ya Mungu, ratiba ya mahusiano yako wewe na mahusiano na Mungu. Usiruhusu chochote kiingilie, kama vile ambavyo hutaki chochote kiingilie mahusiano yako ulio nayo. Kama umeoa, una mke au na mume, hautaki chochote kiingilie yale mahusiano yenu. Hautaki chochote kiingilie, wala hautaki dosari. Sasa hebu imagine kama wewe upo unalinda yale mahusiano, alafu leo hii wewe umeokoka, alafu hujali mahusiano yako na aliyekuokoa. Utakuwa hujaelewa, utakuwa bado haudhamini hiyo neema wokovu. Haujamtambua vizuri wewe ambaye amekupa wokovu. Kwa hiyo dhamini neema wokovu sana. Idhamini neema wokovu sana. Usamini neema wokovu sana. Usirudi nyuma katika ulimwengu. Usiruhusu chochote kikurudishe nyuma. Siku zote endelea mbele, wala usema usinipunguzie mwendo. Mwambie mtu yote ambaye anakupunguzia mwendo, usinipunguzie mwendo. Endelea mbele na Mungu akusaidie. Kumbuka tunaishi katika siku za mwisho. Kristo amekaribia kurudi. Ni wakati ambapo kila mmoja anapaswa kujiweka tayari, na Mungu atusaidie. Shalom.